Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku kwa masaa ya Dallas, Texas. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Tunamshukuru Mungu, leo tuna kipindi kipya, kipindi kingine, na bila kupoteza muda ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe sheria zetu za vipindi vya Bible Study. Karibu sana Brother Jerry. Amen, amen, amen. Sasa mtumishi wa Mungu Dada Priska Mugaye Mshana akizungumza mbashara kutoka makao makuu ya huduma zetu za Umoja hapa Dallas, Texas. Kalenda yako kwa tulioko Marekani itakwambia leo ni Mei Mosi, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025. Kwa ambao tunaenda mbali kidogo, tunajua kwamba hii ni wiki ya 18 katika zile 52 za mwaka huu, ikiwa ni siku ya 121 kati ya 365 tunazotegemea katika mwaka wa 2025. Kipindi ambacho kwa hivi sasa ni Bible Study kinachojia kwa sana makanisa Umoja kwa lugha ya Kiswahili. Kumbuka basi kutembelea katika tovuti yetu ile ya YouTube account Umoja Church Bible Study, Umoja Bible Study. Subscribe tunapokuwa hewani, tunapopost vipindi vyetu, huwa tunapost kila baada ya mwisho kipindi, utapata nafasi ya kujipatia nakala yako. Somo hili ni jipya kabisa kwa siku ya leo, na ni moja kati ya masomo ambayo yamechanganya watu kutokana na matumizi tu ya lugha unapokuwa ukiisoma. Somo linasema ni afya ya kimwili versus afya ya kiroho. Ipi ni ipi? Afya ya kimwili versus afya ya kiroho. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa mara ya kwanza kwa mwaka huu tuna mwalimu ambaye si mgeni katika madhabahu haya, mchungaji John Kapipi, na ameshaingia katika line. Nitamkaribisha muda mfupi ujao, lakini kwa hivi sasa basi tafadhali endelea kuwa shemasi, forward message ya kukumbusha kipindi kimeanza kwa wengine watatu pote hapo duniani, ukiwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kinachojia kwa sana makanisa ya Umoja kipo hewani. Na bila kupoteza muda basi naomba nichukue muda huu sasa kukaribisha tena mtumishi wa Mungu mchungaji John Kapipi. Mchungaji Kapipi, karibu tena katika kipindi chako hiki cha Bible Study ya makanisa Umoja. Sehemu ya kwanza vipande viwili ya somo la afya ya kimwili versus afya ya kiroho utakuwa hewani kwa dakika kama 45, then baada hapo tuta katika sehemu yetu maswali na majibu kama kawaida. Karibu tena mchungaji. Tutafungulia kwa sala na tutaingia moja kwa moja kwenye kipindi. Amen. Amen, amen, amen. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuna sababu kubwa sana ya kusema asante, kwa sababu tunauona upendo wako kila inapoitwa leo. Tunaitambua kazi kubwa ya thamani ambayo haina maelezo ya kutosha kwa akili zetu, na hata kuwaeleza wengine waweze kuelewa kile ambacho ulikifanya pale msalabani kwa ajili ya ulimwengu. Maana Biblia inasema kwamba uliupenda ulimwengu na ukaliwa na watu, na furaha yako ilikuwa pamoja na wanadamu. Kwa sababu hiyo ikagharimu thamani ya uhai wako na maumivu makali mno yasiyoelezeka ambayo uliyapata ukiwa pale Golgotha kwa ajili ya ukombozi, na hatimaye kuweza kuichukua nafasi ambayo mwanadamu wa kwanza aliipoteza, ili ufalme uweze kuwa kwako mwenyewe. Na tangu wakati ule unaabudiwa, unatukuzwa. Hakuna kiumbe ambacho hakitambui uwepo wako. Kila kiumbe, hata kama kina nguvu kwa namna gani, kinaposikia tu habari ya jina lako kinajua tayari huyu ndiye mfalme na huyu ndiye mtawala, kwa sababu mamlaka yote ya mbinguni na duniani unayo wewe. Nami nakushukuru kwa sababu yako ninaishi, natembea na kuwa na uhai. Na sasa tumekusanyika tena kwenye kipindi hiki cha kujifunza masomo haya ambayo yamo ndani ya kitabu chako kitakatifu. Na kwa kuwa sisi tunaishi, tumefikia nyakati hizi, basi tuongoze na utujalie tuweze kuyafanya haya kwa utukufu wako. Asante kwa ambao ni jioni huko waliko, na wengine ni mchana na mimi tazama ni usiku wa saa 9 katika majira haya, lakini uko pamoja nasi, tunaamini vyote vitakuwa sawa. Njoo tuhudumie kupitia jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. 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 Amen.
Bwana Yesu asifiwe tena, kanisa la Mungu. Amen. Basi nichukue nafasi hii kuweza kuwasalimia watakatifu wote ambao tumekwisha kuwepo katika madhabahu hii ya umoja kwenye dawati hili la Bible Study, na nipate kuchukua nafasi pia kuwashukuru viongozi wote ambao wanasimamia dawati hili pamoja na viongozi wote wa kanisa la umoja wakiwa katika maono na uongozi wa Dr. Nasua, kwa jinsi ambavyo imekuwa vema tena kuweza kunipa nafasi hii ya kuweza kulifundisha somo hili ambalo lipo ndani ya Biblia na limeandikwa na ndio maisha yetu kabisa. Afya ya kimwili na afya ya kiroho ni vitu vya muhimu sana ili kwamba tuweze kuwa navyo. Kwa sababu hiyo basi nami sina budi kuweza kuanza pale ambapo Roho wa Mungu ameweza kuniongoza nianze hapo. Basi moja kwa moja naamini tunazo Biblia zetu. Nimekuwa nikitafakari sana baada ya kuwa nimepata somo hili. Nikawa nataka kujua hasa limeanzia wapi. Nikawa nataka nipate mstari wa kuanzia ambako somo hili limeanzia. Nashukuru Mungu kwamba nikawa nimepata kwenye waraka wa 3 wa Yohana, sura ile ya kwanza kabisa, ina sura tu moja na ule mstari wa 2. Kwa hiyo kama tuna Biblia, tumeanza tayari Bible to study, ninaomba tufungue waraka wa 3 wa Yohana na ule mstari wa 2. Nikisema hivyo tu waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2, basi jue waraka huu una sura moja tu. Hapa ndipo tunapopata mwanzo wa somo letu. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Narudia tena. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Huyu ni mzee Yohana, alikuwa akimwandikia mzee mwingine ambaye anaitwa Gayo. Kwa hiyo Yohana alikuwa anamtakia heri na baraka huyu mzee anaitwa Gayo. Kwa akawa katika heri yake na maombi yake akawa anamtakia huyu mzee aweze kufanikiwa katika kila jambo ambalo nalifanya, aweze kufanikiwa. Lakini pia akawa amemtakia afya, akasema awe na afya, muona, kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwayo. Sasa ukifika hapo ndipo unaanza kuona sasa hili somo kwamba afya ya kimwili na afya ya nini, ya kiroho. Sisi afya ya kiroho, ya kimwili, sisi afya ya kiroho. Sasa mimi nimeongeza kibiblia, nimeweza kuandika hivyo ya kibiblia hasa, ili somo ndio linatakiwa tulitazame. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba tunatakiwa tuwe na afya ya mwili na tunatakiwa tuwe na afya ya roho. Ndicho ambacho Biblia imezungumza pale, kwamba mimi nikifanikiwa, basi mafanikio yangu yasiishie tu katika vitu nilivyonavyo vilivyonizunguka, lakini pia mafanikio yangu yaende moja kwa moja hata katika mwili. Yaani mwili kimaanisha afya, kwamba mwili wangu unatakiwa uwe na afya za aina mbili. Uwe na afya ya mwili na pia kuna afya ya roho. Kwa nini nimesema mwili wangu uwe na vitu hivi viwili? Kwa sababu mwili ndio umebeba vyote. Yaani mwili umebeba hii roho, lakini pia mwili umebeba mwili. Yaani nina mwili kama mwili, nina nafsi kama nafsi, afu nina roho kule ndani. Kwa vyote vinakaa huku ndani. Ndio maana kuna mahali Mungu anasema, mtu akiliharibu hekalu na mimi nitamharibu, kwa sababu mwili wenu ndilo hekalu la Roho wa Mungu. Kwa ina maana tayari mwili wangu pamoja kwamba ni mwili, lakini pia katika upande mwingine wa rohoni Mungu anaona kwamba hili ni hekalu. Na hapa ndipo palipo na mjadala mkubwa ambao unaendelea leo kwa wasomi, tunasema scholars. Wanapingana mno kwa habari ya hekalu la Yerusalem. Kuna ambao wanasema litajengwa, lile la mwilini kama la mwilini, ile jengo kama jengo. Lakini kuna wengine wanasema hapana, hilo halitajengwa tena. Kwa nini? Kwa sababu tayari limekwisha kubadilishwa, kwamba lile lilikuwa la namna ile,
lakini sasa alipokuja Kristo alibadilisha kwamba hekalu lile tena sio lile, bali miili yetu ndio limekuwa badala ya lile. Kwa maana Mungu haishi kwenye lile tena, bali anaishi kwenye huu mwili wa kwangu na wa kwako. Kwa mwili wangu na kwako umekuwa ni hekalu. Sasa tukitoka hapo nije tu moja kwa moja kwenye somo. Anasema afya ya roho na afya ya mwili. Sasa mimi nikaangalia hili somo lilivyoanza, nikawa nimeligeuza kidogo. Kwa hiyo mtaniwia radhi, nikasema mimi nataka nianze na roho, kwa sababu hatuwezi tukaanza na mwili kabla tujaanza na roho. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa maana maisha yetu hayakuanza katika mwili. Maisha yetu yalianza katika roho. Hilo naomba ambao tuko darasani tuelewe kwamba maisha yetu tulionayo leo, hata kama tuna mwili, tunaviona vinavyoonekana, tunavigusa, tunavifanya, tunaviishi, lakini havikuanza katika mwili. Kwa hiyo chochote kinachomhusu mwanadamu hakikuanza katika mwili, kilianza katika roho. Kwa hiyo ina maana kwamba cha kwanza mtu kuwa nacho ni roho. Roho ni ya muhimu sana. Kwa kama ni afya, inatakiwa iwe afya ya rohoni kwanza kabla haijaja afya ya mwilini. Afya ya rohoni kabla haijaja afya ya mwilini. Sasa nikawa nataka tuanzie kule ambako maisha yetu yalianza. Maisha yetu yalianza rohoni. Kwa hiyo huko ndiko tutakwenda kuyajua haya yote ya usio afya ya mwili pamoja na afya ya kiroho. Basi nikienda moja kwa moja kwenye maandiko sasa, mniruhusu nianze kwenda kwenye maandiko kwa tutafute mwanzo wetu ulikoanzia. Ni Mwanzo ile sura ya kwanza. Mimi nimeandika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 31. Nimechukua tu mstari wa mwisho ili niweze kukupa maelezo fulani. Anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Biblia inasema Mungu akaona kila alichokifanya, tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mstari huu tunajifunza nini? Mstari huu unatufundisha kitu kimoja, ya kwamba Mungu katika ulimwengu wa roho alipokuwa amefanya kazi ya uumbaji katika ulimwengu wa roho, kwa sababu uumbaji wetu ulianza katika roho kabla haujaja katika mwili. Ndio maana nikasema somo hili lazima ligeuzwe kwamba afya ya kiroho versus afya ya kimwili litakiwa iwe hivyo, kwa sababu maisha yetu yalianza rohoni. Ndio maana mimi nimeanza roho afu nitakuja kumalizia mwili baadaye. Nashukuru kwamba tuna vipindi viwili, kwa hiyo kipindi kinachokuja kitatusaidia vizuri zaidi. Sasa Mungu alianza katika roho, na kule katika roho ambako Mungu alianza tayari Biblia inatuweka wazi kabisa ya kwamba alichokifanya chochote katika ulimwengu wa roho kilikuwa ni chema sana. Yaani hapa kuwepo na ubaya wa aina yoyote katika ulimwengu wa roho. Hapa kuwepo na balaa lolote katika ulimwengu wa roho wakati Mungu anaumba. Kwa hiyo vitu vyote alivyoviumba katika ulimwengu wa roho alivifanya vifanikiwe, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha kwanza kabisa kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Unaona? Sasa ina maana kwamba hata katika ulimwengu wa roho wakati Mungu anaumba, jambo linalohusu afya katika ulimwengu wa roho lilikuwa limekamilika. Ina maana vitu vyote vilikuwa vina afya, ndio maana vilikuwa ni chema. Anasema ni vyema, hapa kuwepo na kibaya, hapa kuwepo na ubaya, hapa kuwepo na jambo lolote baya katika ulimwengu wa roho. Vyote vilikuwa vimekamilika kabisa. Mungu maandiko anasema wazi kabisa. Na ndio maana ni sura ya mwisho ya mstari wa mwisho wa kitabu cha wa ile sura ya kwanza. Huu mstari niliosoma ni wa mwisho kabisa wa ile sura ya kwanza, kwa sababu sura ya kwanza katika Biblia hii tulionayo ya kitabu cha Mwanzo inazungumzia uumbaji wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Hasa unapokuja sura ya pili ndipo unaenda kuyaona mambo katika ulimwengu wa nini? Wa mwili sasa. Unaona? Kwa hiyo mambo yalianza rohoni, halafu ndipo yakaja katika ulimwengu wa mwili. Yalianza rohoni, halafu yakaja katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Naomba niende sura ya pili ili tuweze kuoanisha haya mambo muelewe vizuri. Sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo
na ule mstari wa 4. Sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo na mstari wa 4, nataka nitoe ushahidi ili kueleza hiki ambacho nakizungumza kwa mtu ambaye atakuwa bado hajaweza kunipata vizuri ili aweze kunielewa. Anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Halafu anasema siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Mstari wa 5 anasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Unaona, sura ya pili inaanza kutuonyesha kwamba katika ulimwengu unaoonekana, yani ulimwengu wa mwili, vitu hivi vilikuwa havipo. Hapana mche wowote, hapana chochote, kwa maana mvua haijanyesha bado. Lakini pia sababu ya pili ni kwamba mtu wa kuifanya kazi ya kuilima ile ardhi alikuwa bado hajatengenezwa. Lakini sura ya kwanza Mungu anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tunawaona. Sasa aliwaumba wapi? Mbona tunaambiwa kwamba hawakuwepo katika sura ya pili? Kumbe waliumbwa rohoni, walikuwepo, wamekamilika. Lakini katika ulimwengu wa mwili sasa ambao tunaishi leo, walikuwa bado hawajafika. Walikuwa bado hawajaonekana. Hapa kuwepo na chochote kabisa, hapa kuwepo na chochote. Unaona, ila vilikuwepo katika ulimwengu wa nini? Wa roho peke yake. Kwa tukianza kuangalia haya mambo, tunaanza kuona kwamba maisha yetu sasa yalianzia rohoni. Yaani maisha yangu na maisha yako msikilizaji ni kwamba yalianzia rohoni. Kwa hiyo kila kitu ambacho unakiishi leo, naomba uelewe kwamba kipo katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Chochote ambacho unakiona kinatokea kwenye maisha yako kimeanza katika ulimwengu wa roho. Kwa ni muhimu sana sana sisi watakatifu wa leo kuwa makini na katika ulimwengu wa roho. Tusipuuzie sana ulimwengu usioonekana. Ni wa muhimu sana, tusiupuuzie. Na kama kuna elimu ambayo tunatakiwa tujifunze leo ambayo ni kubwa zaidi, tunatakiwa tujifunze elimu ya mambo yasiyoonekana. Kwa maana hata Biblia mwenyewe imesema kabisa kwamba tusivitazamie hivi vinavyoonekana ni vya muda mfupi sana, bali tuangalie vile visivyoonekana, maana vinadumu milele na milele. Kwa ina maana kwamba ndio maana hata maisha yetu ya baadaye ambayo tunayategemea kuja kuyaishi ni maisha ya rohoni ambayo bado hajaonekana mpaka sasa katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Lakini tunayaona kwa namna ya imani, tunayaona kwa namna ya roho ya kwamba kuna maisha baada ya haya maisha. Kwa hiyo maisha yetu yameanzia katika ulimwengu wa roho. Mafanikio yangu yameanzia katika ulimwengu wa roho. Afya yangu imeanzia katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo tunapozungumza afya ya rohoni ni kwamba kama mtakatifu ambaye upo, ni lazima uelewe kabisa kwamba unatakiwa kwanza kuwa na afya iliyo kamili katika ulimwengu wa roho. Sasa tukizungumzia afya, nadhani tuna wasomi wengi wamejaribu kutafuta hili neno afya, wamelielewa kwa mapana marefu sana. Ila mimi nimezungumza afya ni kutokuwa na shida yoyote. Yaani mimi nimeamua tu kuweka, nimejaribu kutafuta hivi afya ni nini. Nimetafuta kwa namna mbalimbali, nikagundua kwamba afya yani ni kutokuwa na namna yoyote ile, sawa, yenye kuleta shida na tabu katika maisha yako, yawe ya mwili ama yawe ya roho. Yaani manake mwili wako hauna aina yoyote ya maumivu, hiyo ni afya. Hauna aina yoyote ya stress mbalimbali, hiyo ni afya. Yaani kama kuna kitu chochote kile ambacho kinakusumbua, hata kama ni kwenye akili yako, basi ujue kwamba afya yako haijawa kamili. Na kama kuna jambo haliko sawa katika ulimwengu wa roho, basi ujue pia kwamba afya yako haiko vizuri. Yaani kama kuna mambo bado hayajakaa sawa katika ulimwengu wako wa imani, yaani ulimwengu wa roho ule wa imani, basi ujue bado afya yako pia katika mambo ya rohoni hayajakaa sawa. Kwa hiyo tunatakiwa tuimarishe afya ya rohoni na tuje tuimarishe pia na afya ya mwilini. Tukienda kwenye Biblia, napenda sana niingie kwenye Biblia zaidi nieleze haya mambo ya rohoni. Waefeso sura ya kwanza. Kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza na ule mstari wa 3 hadi ule mstari wa 4. Nitapenda kusoma. Anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu,
ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Andiko hili linazungumzia maisha yetu yaliko na tunavyotakiwa tupate mambo yetu, lakini pia inazungumzia afya. Kwa sababu anaposema kwamba tusiwe na hatia, unaona maana ni kwamba yaani tuwe watakatifu sio kuwa na hatia, maana ni kwamba tayari kama nilivyozungumza kwamba uko kamili, yaani mambo yako yamekamilika, uko kamili kabisa kabisa, hauna shida ya aina yoyote. Anapozungumza hayo maneno, hauna shida ya aina yoyote. Sasa anasema atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Unaona, nilikuwa nawaambia kwamba maisha yetu sisi yanaanzia rohoni. Kwa hiyo hata ukimwambia Mungu naomba unibariki, wale wanaoomba ya maombi ya kubarikiwa, sikiliza, baraka zako zinaanzia rohoni kwanza. Yaani rohoni kukikamilika, rohoni ukabarikiwa wewe, yaani kwa namna ambavyo unaitafasiri baraka wewe, inaanzia rohoni. Hata kama ni mafanikio, unasema nataka nijenge nyumba, Mungu naomba unipe nyumba, ile nyumba inaanza kwanza katika ulimwengu wa roho. Naomba unipe afya, ile afya inaanzia katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana uponyaji wowote ule wa mwili huwa hauanzi moja kwa moja katika mwili, unaanza katika roho. Ndio maana kuna siku niliweza kuitafasiri mimi imani, na ndivyo ninavyoitafasiri mpaka leo. Imani, nataka ni hapa ndipo naweza nikapata picha nyingine nzuri ili kuweza kukupa uweze kupanua ufahamu na kuelewa. Unaona, imani, mimi naamini ya kwamba imani ni kuamini, kwa mfano labda naumwa, na kwamba imani ni kuamini kwamba mimi nimepona wakati bado nasikia maumivu. Unaona, yani naumwa kichwa lakini wameniombea, sasa ninaamini kwamba nimepona wakati bado nasikia nini? Maumivu. Halafu ndio tunapata sawa sawa sasa na uponyaji. Hiyo ndio imani. Yaani unaamini kwamba nimepona, lakini wakati huo bado unasikia maumivu. Lakini katikati yale maumivu unayo imani kwamba mbona mimi nimepona. Halafu ghafla automatically unapata nini? Uponyaji. Ina maana kwamba tendo la uponyaji linaanza katika ulimwengu wa roho. Tendo la afya linaanza katika ulimwengu wa roho. Tendo la lolote lile, iwe ni chochote unachokifanya, kinaanza katika ulimwengu wa roho. Ina maana hata namna hii tuliyopo sisi leo, tumekuwa watumishi wa Mungu, hatujajifanya leo. Unaona, yani mama yangu na baba yangu waliponizaa, aliona nimezaa mtoto wa kiume ama nimezaa mtoto amezaa mtoto wa kike, akamuona vile alivyo, akamfurahia sana, na akafanya mikakati aina mbalimbali kuweza kumfanya yule mtoto awe bora katika ulimwengu unaoonekana wa nyama. Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho, ule mstari wa 4, katika ulimwengu wa roho ule mstari wa 4 wa Efeso, anasema, niurudie huu mstari, ni wa muhimu sana. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Unaona, kumbe kule katika ulimwengu wa roho, kabla sijaja kwenye hii dunia, Mungu alijua nitakuja kuwa mchungaji. Mungu alijua nitakuja kuwa mtumishi wa Mungu. Hata ninyi ambao mko hapo Marekani leo, Mungu alijua katika ulimwengu wa roho kabla hamjazaliwa hapa Tanzania kwamba mtakwenda na mtaishi kule Marekani. Na mkifika kule mtafanya kazi hii na mtafungua madhabahu ya umoja. Mlichaguliwa kabla, yani baba yako hajazaliwa, baba yangu hajazaliwa, yani ulimwengu haujawekwa, misingi ya ulimwengu haijawekwa. Katika ulimwengu wa roho, Mungu tayari alikuwa kusha ameandaa watu kwa ajili ya kazi maalum na kwa wakati maalum, kila mmoja kwa wakati wake. Na ndio maana tumekuja katika nyakati tofauti. Leo tuna umri huu tulionao leo, lakini kuna wanaozaliwa leo. Ina maana kwamba tayari hao wanaozaliwa leo kuna ambao wamekwisha kuchaguliwa kwa ajili ya kazi ya baadaye kule mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja au niko peke yangu? Amen. Tuko pamoja. Okay, asante. Nashukuru. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nitakani kizungumze, kwamba kwa hiyo mambo yetu sasa yanaratibiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapo katika ulimwengu wa roho, ndo kila kitu chochote ambacho kinamhusu mwanadamu kiko pale. Sasa anasema sasa mwili, sasa nilionao nizungumza kidogo sana kuhusu huu mwili ambao tuko nao. Ni kwamba mambo haya ambayo tunayaona leo yakitokea katika mwili, ni yazungumze haya mambo yameanza katika roho. Yaani kazi ya mwili ni kudhihirisha yanayotendeka katika roho. Yaani mwili unaleta matokeo
ya yale ambayo yapo katika roho. Kwa ukimwona mtu anaumwa leo, ugonjwa wa aina yoyote umempata huyo mtu, naomba muelewe kwamba ugonjwa huu haujaanza katika mwili, bali ugonjwa huu ulianza rohoni, ambako huyu mtu ndiko ambako maisha yake yameanzia. Kwa ugonjwa ulioonekana katika roho. Sasa tunamjuaje kwamba huyu mtu anaumwa rohoni? Hapo ndo pa muhimu sana. Labda nitazungumzia. Je, huyu mtu anaumwa rohoni? Unajuaje huyu mtu anaumwa rohoni? Huyu mtu anaumwa rohoni baada ya kumuona sasa mwili. Yaani tunavyoanza kuona mwili wake sasa umeshaanza kuchukua hatua fulani ambayo si nzuri. Unavyoona mtu brother Jerry na wale mnaonisikiliza kwamba tayari kuna jambo la mtu limetokea. Yaani mtu amekuwa dhaifu katika mwili. Ugonjwa fulani umempata na tunaanza kuona ule ugonjwa katika mwili. Ni kwamba mpaka ule ugonjwa kuja kuonekana ni kwamba tayari yule mtu alianza kuugua katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ndio alianza kuugua katika ulimwengu wa roho. Unaona? Sasa kule katika ulimwengu wa roho akaugua huyu mtu. Sasa tunajuaje kama huyu mtu anaumwa rohoni? Tunaanza kuyaona yale matokeo katika mwili. Mwili unaanza kutupa matokeo ya yule mtu. Unaanza kuonyesha udhaifu wa yule mtu. Unaanza kuonyesha namna yule mtu alivyo. Tunaanza kuona huyu mtu yuko namna fulani. Sasa kwa sababu sisi huwa hatupendi kurudi katika roho. Tunapoona mtu labda amepungukiwa na kitu fulani, huwa hatuendi katika roho moja kwa moja. Sisi huwa tunarudi katika mwili moja kwa moja. Ndio maana tunaanza kuhangaika na kuchukua mwili wetu sasa kuupeleka mahali ambako tunaamini kwamba huu mwili unaweza ukapata nini? Ukapata msaada. Lakini sisi watu wa rohoni, nilikuwa napenda kutoa ushauri na huwa napenda kusema hili jambo kwamba kabla haujaenda kwenye idara zinazotoa huduma za kimwili, yani kuhudumia mwili, ni muhimu sana mkaweza kukimbilia kwanza katika roho. Yani mambo ya rohoni yaanze kabla ya mambo ya wapi? Ya mwili. Mambo ya rohoni yaanze kabla ya mwili. Unaona? Maana ni kwamba kama kuna mtumishi mahala nachotaka kuzungumza, hebu mpelekee, mwambie najisikia hali fulani, naona mambo yangu katika mwili hayako sawa. Unaona? Naomba uniombe. Sasa tunapozungumza afya, sizungumzii tu afya ya ugonjwa peke yake. Unajua tukizungumza afya ya kimwili, afya haiko kwenye ugonjwa peke yake. Afya ni neno pana. Maana ni kwamba hata unapokuwa umekosa amani, mimi nazungumza kwamba tayari huna afya. Unaona, umekosa furaha, umekosa afya, hauna afya tayari. Yaani kuna kitu na kimisi kwenye maisha yako, hauna afya tayari, kwa sababu kile kitendo cha kumisi kitu fulani kwenye maisha yako tayari kitakuletea kusononeka, kitakuletea msononeko wa aina fulani, yani mfadhaiko wa aina fulani utaanza kutokea, kwa sababu kuna kitu ulikuwa unakitamani kitokee lakini hakijatokea bado. Ghafla utaanza kupata msononeko. Kwa ule msononeko wa kukosa kile kitu unaonekana katika mwili. Ndio maana sasa vitu hivi sasa kuvitenganisha inakuwa ni ngumu. Yani afya ya kimwili versus afya ya kiroho. Unaona, vinakuwa ni ngumu kuvitenganisha kwa sababu vimeambatana mahali pamoja na vyote vinahusu kitu kimoja. Yani afya ya rohoni inahusu mwili na afya ya mwilini pia inahusu mwili. Vyote vimeshikamana pale. Kwa ni ngumu sana kusema sasa ni kipi cha rohoni na ni kipi cha mwilini. Unasema hivi hali inayokutana nayo ni ya mwilini ama ni ya nini? Ni ya rohoni. Ndio maana nikaanza kuzungumza hapa ya kwamba hiyo afya unayokutana nayo ukishaona imekwisha kutokea katika mwili, maana tayari imekwisha kubeba vyote, imebeba roho na imebeba na nini? Na mwili. Unaona? Lakini kabla haijaja kwenye mwili ilianza katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Na kama Mungu angekupa macho ya kuona, ungeweza kushughulika na hilo jambo kabla lijatokea. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukalipangua na ukaliondoa kabisa. Ukisema silitaki jambo hili. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukalipangua. Lakini kwa sababu hatuyaoni hayo, yamefichwa machoni petu, ni wachache ambao wanapata neema ya kufunuliwa hayo mambo, inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu sana kuweza kuona kwamba sasa nishughulike na rohoni kabla ya nini? Ya mwilini. Ndio maana muda wote huwa tunasubiri sasa yakitokea katika mwili ndio tunaanza kuhangaika nayo. Lakini kumbe litakiwa tuhangaike nayo kwanza katika roho kabla hatujaja katika mwili. Kwa maana mwili umebeba matokeo. Mwili unaleta matokeo. Yani unaonyesha kazi ambazo zimefanyika rohoni ndio zinaanza kuonekana katika mwili. Unaona? Katika mwili. Unaona huyu mtu sasa amelala kitandani anaumwa. Ndio maana ukisoma vizuri sana Yesu Kristo wakati ameenda kumwombea mkwewe na Petro, anasema aliikemea homa. Unaona, ukiangalia lile neno aliikemea nini? Homa.
Maana alikemea. Ina maana tayari alijua kwamba homa hii kuna kitu kimesimamia hii homa. Iko roho ambayo imesimamia hii homa. Sasa lazima nifanyeje? Lazima nikemee katika jina la Yesu. Wewe roho uliyesimamia homa kwa mkwe, toka. Ile roho iliyobeba ule ugonjwa katika ulimwengu wa roho, ilivyotoka tu tayari na ulimwengu wa mwili ukapata afya. Pale pale ule mama akainuka akaenda kuwahudumia wale watu. Sasa Waefeso hiyo inapenda kutueleza sana mambo ya rohoni. Nataka nizungumze huu mstari, ni wa muhimu sana. Yaani unatuonyesha pia, maana mtu anaweza akaniuliza, sasa mchungaji, ninatakiwa nishughulike wapi kwanza? Unataka kushughulikia rohoni kwanza. Ndio maana hata Waefeso sura ya 10, naomba nisome hii mistari ya muhimu sana, imetupa jambo la kuelewa. Waefeso sura ile ya 10. Waefeso sura ya 10 ni mistari ambayo tunaisoma kila wakati sana tukiingia kwenye spiritual warfare. Ule mstari wa 12 na ule mstari wa 13. Anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unasikia? Anasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Unaona? Yaani Mungu sasa anatupa pia namna. Ukisoma hii mistari sio kwamba ni spiritual warfare ambayo tunapenda kuitumia sana kama katika vita vya kiroho. Kumbe tunapozungumza vita vya kiroho ni pamoja pia na afya. Yaani maana yake ni kwamba afya yangu ya mwili inapokuwa haiko nzuri, tayari ni kwamba natakiwa kuingia vitani. Maana yake ni kwamba kuna vita imepigwa katika ulimwengu wa roho, na ile vita ikasababisha madhara katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Ndio anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kwa tunaanza kule rohoni. Unaona, katika vitu visivyoonekana ziko roho ambazo zimesimamia haya mashindano. Ziko roho zimesimamia kila aina ya tukio kwenye ulimwengu wa mwili. Sasa kwa sababu sisi tunaishi katika mwili, tunaanza kuyaona matokeo ya haya pale mwili wangu unapoanza kukutana na kashikashi mbalimbali. Kwa mfano kule rohoni, nitoe tu mfano ambao unaeleweka. Kule rohoni wakifunga kazi, kwamba tumefunga kazi, matokeo ya maumivu ya kukosa kazi hautayaona katika ulimwengu wa roho. Yale maumivu utayaona katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Kwa sababu kile kitendo cha kutokuwa na kazi, tayari kuna vitu vitapungua kwenye maisha yako wewe. Sasa kwa sababu vile vitu vimepungua, vitaleta mfadhaiko. Hautakuwa na amani ya kutosha, hautakuwa na furaha ya kutosha. Unaweza kuwa na amani lakini sio furaha. Unaona? Yaani kuna vitu vitapungua, utaanza kuonekana yani hata ile ujasiri umeukosa kwa sababu kuna kitu hauna. Unaona? Huna pesa na familia wanakuambia unahitaji chakula, unahitaji mahitaji yao na huna fedha. Ghafla kama baba wa familia ukijisikia kufadhaika, kwa nini sina hela? Unaona? Kwa nini sina hela? Kumbe issue ya kutokuwa na fedha, issue ya kutokuwa na hivyo unavyovitaka inaanza katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo tunatakiwa tushughulike kwanza rohoni. Tushughulike rohoni kwanza. Tuimarishe rohoni kwanza. Tutengeneze rohoni kwanza. Halafu ndipo tutakwenda kuyaona matokeo katika ulimwengu wa mwili. Yaani rohoni pakiwa pamejaa. Nimalizia hapo ili niweze kuruhusu maswali. Maana najaribu kuangalia na dakika zangu, maana nimeo dakika 40 na 45 hapo, ili kama tuweze kuwa na muda mzuri wa kujadili. Rohoni kukiwa imara, matokeo ya rohoni pakiwa imara yanaonekana katika mwili. Ndio maana Yesu Kristo alisema neno la Kristo lijae kwa wingi sana mioyoni mwenu. Unaona, mkifundishana na kuonyana kwa tenzi na zaburi na tenzi za rohoni. Ametuzungumza rohoni kwa maneno ya Kristo likae kwa wingi mioyoni mwenu. Ina maana sasa kinachotufanya sisi tuwe na afya ya rohoni ni kuhakikisha kwamba neno ambalo ndio tiba, ndio chakula, ndio nuru, ndio mwangaza. Neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia yangu. Neno lako ndio linaloleta afya. Anasema akatuma neno akawaponya. Unaona, neno linaponya. Linaponya nini sasa? Linaponya rohoni na linaponya na mwili. Ndio maana mtu anapoumwa tunamuombea kwa neno. Halafu anashangaa anapona mwilini. Sasa anapopokea uponyaji katika mwili, si kwamba umeanzia mwilini, ni kwamba tayari tumeondoa ule ugonjwa katika ulimwengu wa roho. Tumeondoa ile shida katika ulimwengu wa roho. Tumeondoa ile dhoruba katika ulimwengu wa roho. Tumeondoa. Ndio kama mnakumbuka Yesu Kristo wakati anavuka kwenda ng'ambo nyingine, wakati anahangaika mle ndani alisimama akaukemea upepo. Wale wengine waliona ni upepo wa kawaida
wa ulimwengu katika mwili, lakini Yesu alijua huu sio upepo wa mwili, pana roho zinazuia hii kitu, kwa akaituliza ile. Ule upepo ulivyotulia wakashangaa, mbona imekuwa hivi? Ni kwa sababu rohoni alipatuliza. Palikuwa pamechafuka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Akapatuliza pakawa safi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu ambao mnanisikiliza leo, nataka nizungumze tena ya kwamba kama unahitaji kuwa na afya iliyo kamili katika mwili wako, maana ndiko tulikoanzia, afya ya kimwili versus ya kiroho. Nataka niwaambie, kama unahitaji kuwa na afya kamili katika mwili wako, imarisha kwanza ulimwengu wa roho. Imarisha ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho unauimarishaje? Maana yake ni kwamba hakikisha mahusiano yako na Mungu au Utatu Mtakatifu yako vizuri. Yaani kama mahusiano yako na Mungu yako vizuri, afya ya mwilini inakuja automatic. Yaani wewe utakuwa ni mtu mwenye afya iliyo kamili kabisa. Lakini kama kuna sitofahamu katika ulimwengu wa roho, basi na katika ulimwengu wa mwili utaanza kuona sitofahamu. Yaani kuna vitu ambavyo utaanza kuviona tu vinatokea katika ulimwengu wa mwili. Kwa nini? Kwa sababu rohoni hakujakaa sawa. Na kwa kuwa tuna point ya pili ya katika mwili, maana najua kuna maswali, na Ijumaa wiki ijayo tutakwenda kuelezea vizuri zaidi na kuenda kugusa katika mwili. Kuna mambo mengi ambayo nitaanza kuyaelezea kwamba kwa nini jambo hili limemtokea huyu mtu katika mwili, taeleza sababu yake imeanzia hapa. Kwa nini hili limetokea, nitakwambia limeanzia hapa. Lakini leo nitaka tu nieleze kwamba ili tuweze kuwa imara, ili tuweze kuwa na afya yetu vizuri, ni lazima tuwe vizuri rohoni. Kwa hiyo roho na mwili vina mahusiano makubwa sana. Huwezi kuvitenganisha kirahisi kama unavyofikiri. Na wala hakuna mtu aweze kutenganisha vitu hivi isipokuwa ni neno la Mungu peke yake. Maana amelisema katika Waebrania. Unaona? Amesema katika Waebrania kuna mstari, sijaushika ili nadhani Jerry napenda utaje huo mstari uandikwe, lakini unaweza kutafuta baadaye. Anasema kwamba neno la Mungu likali kupita upanga ukatao kuwili. Nadhani wanaotafuta andiko wanaweza kutafuta hilo neno na linukuu mimi. Anasema neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Anasema hili neno linachoma na linaweza kugawanya kati ya nafsi na roho. Unaona? Na mafuta na viungo ambavyo viko kule ndani. Umeona kazi yake? Kwa hiyo neno la Mungu peke yake ndilo ambalo lina uwezo wa kutenganisha mwili na roho. Neno la Mungu peke yake. Lakini zaidi ya neno la Mungu ni kwamba hakuna kinachoweza kutenganisha kati ya mwili na roho. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu mwili unahitaji roho na roho inahitaji mwili. Ili vyote vikiwa pamoja sasa ndipo anaanza kuonekana binadamu, na kazi za binadamu zinaonekana, na maisha ya binadamu yanaonekana. Tunaanza kuona ubinadamu kamili. Kwa tunapoona ubinadamu kamili, sio kama ni ubinadamu kamili peke yake, ni kwamba nyuma ya ule ubinadamu iko roho. Iko roho nyuma ya ule ubinadamu. Sasa vile vitu viko pamoja na vinategemeana vyote. Na ndio maana ukiwa imara rohoni, utakuwa imara mwilini. Roho yako ukimpenda Mungu sana, na mwili utatii na utakwenda kumwabudu Bwana. Lakini ukiona mwili wako unapata shida kwenda kumwabudu Bwana, unakuwa mzito, siwezi kwenda kwenye ibada, ujue shida haiko mwilini, shida iko rohoni. Maana ni kwamba mwili ana nguvu zaidi kuliko Mr. Roho. Sasa ni vibaya sana, ni vibaya sana na ni mbaya sana, siipendi kama mwili utakuwa na nguvu kuliko roho. Kwa sababu mwili ukiwa na nguvu kuliko roho, maana yake utaongozwa na mwili. Na hapo ndiko pataleta shida ambayo ni kubwa sana katika ulimwengu wa roho, na unaweza kama mwisho wako kawa mbaya kuliko mwanzo. Na mimi natamani kwamba mwisho wetu kawe mzuri zaidi kwa kila mmoja wetu kuliko mwanzo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa katika Bible study, nataka tena niweke hapo ya kwamba afya ya mwili na afya ya roho katika siku ya leo, vitu hivi vinategemeana sana, maana yake vinaishi kwa hali pamoja na viko sehemu moja. Lakini maisha yetu yameanzia rohoni, chochote kile kimeanzia rohoni. Rohoni pakiwa kamili 100%, nataka niwaambie hata mwili utakuwa kamili kabisa, una afya safi, kila kitu. Ndio maana kule kwenye mstari wetu wa mwisho anasema, mpenzi, napenda ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako yote. Unaona? Kwa ina maana kwamba afya, anataka afanikiwe katika mambo na kuwa na afya yake katika roho. Kwa roho yake ifanikiwe, lakini anataka na mwili pia uweze kufanikiwa. Kwa tukiwa vizuri rohoni, tutakuwa vizuri pia na mwilini. Mungu aliye juu sana awabariki. Dakika 40 natamani niishie hapa, nirudishe kipindi tena kwa brother Jelly
aweze kutuongoza kwa yaliyosalia. Mungu aliye hai awabariki sana. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sasa mtumishi wa Mungu mchungaji John Kapipi, sehemu ya kwanza ya somo hilo ambalo kama umemsikiza kwa makini, tume-readjust heading pale. Mwanzoni tulikuwa tumesema afya ya kimwili versus kiroho. Amefundisha, amesema kwamba itakuwa ni kiroho versus kimwili. Somo zuri kabisa, tumepata nafasi ya kuweza kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho na misere ya Biblia ambayo ameweza kutuunganishia nayo. Asante sana mtumishi wa Mungu. Naam, kama kawaida kipindi chetu cha Bible Study, huwa tunapata nafasi ya kuchangia ama kuulizana maswali katika yale ambayo tumeweza kusikia kwa hivi sasa. Line yako ipo katika mute, sasa tunaibadilisha mode hapa ili wote tuweze kuingia vizuri. Unipe sekunde chache hapa. Amen. Kwa hivyo utabonyeza alama ya nyota nambari 6, jina la kwanza pale ulipo, dakika 3. Tunaamini kabisa kwamba unaweza kueleza swali lako vizuri kabisa likieleweka. Atakayekuwa na jibu whether ni mwalimu mchungaji Kapipi ama mwingine katika kipindi hiki, kwa sababu tunapata nafasi ya kuchangia wote kwa pamoja, tutampa dakika nyingine moja ya upendeleo. Angalia simu yako sasa, unaweza kubonyeza alama ya nyota nambari 6. Ukifanya hivyo unakuwa hewani kama vile ambavyo unaona brother Jimmy ameweza kubonyeza pale. Mtu mwingine karibu. Jimmy, una swali? Okay, naonekana kama alikuwa anajiadjust pale. Hapana, mimi sina swali tu. Nilikuwa na ule mstari unaona wa mtumishi aliyosema Waebrania. That's it. Aliyosema kutoka Waebrania niliusoma nikasema huu mstari huu hapa. Labda ningeusoma labda. Ben, karibu. Waebrania nafikiri kwa 4:12 Yeah. Alisema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amen. Amen. Asante sana. Kwa hiyo kwa wale ambao wanachukua notes, of course watumia pia hicho ndio kipande ambacho mwalimu mstari kwa umechomoka kidogo, lakini alikuwa ameanzia mule katika kitabu kile cha Waebrania. Asante sana brother Jimmy. Amen. Naam, tuendelee. Kuna mwenye swali ama kwenye kuchangia, line yako ipo katika mute, utabonyeza kwanza alama ya nyota nambari 6. Mara moja tu utakuwa hewani. Karibu, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri mchungaji Mangesho huyo, karibu. Amen. Nashukuru sana kaka Jerry ya dati zima Bible Study. Kwa kweli Mungu awabariki sana, kazi yenu ni njema, lakini pia nimshukuru sana mwalimu kwa somo mchungaji Kapipi. Kwa kweli ametokea msingi mzuri kabisa, in the sense ya kwamba yes, afya ya kiroho ni muhimu kwanza, na unakuta afya ya kiroho pia inakwenda kujitamani na magani ambavyo mwili unakwenda kuwa na afya nzuri. Anasema kwamba automatically mwili wako utakuwa na afya nzuri, ambapo nakubaliana na yeye asilimia 100. Na swali labda linakuja hivi kwamba kuna watu ambao hawajaokoka, hawamjui Mungu, in the sense kwamba afya zao za kiroho haziko nzuri kabisa, yani bad, yani labda wanaishi maisha mapendezi Mungu. Labda kuna wengine watu wanamjua Mungu lakini hawataki kabisa mambo ya Mungu, lakini bado wana afya nzuri. Bado nakuta yani na wakati mwingine wanakuwa na afya nzuri kuliko hata watu wanaotembea katika roho. Kwa hiyo swali langu kwake sasa, hapo inakuwaje katika huo msingi aliotujengea hapo, ambapo amejengea vizuri katika tunakubaliana na yeye sehemu moja, lakini nakuta watu ambao afya ya kiroho sio nzuri lakini bado wana afya nzuri ya kimwili kuliko hata watu ambao quote and quote wanapinga na Mungu. Swali langu liko hapa. Asante. Sana swali zuri kabisa hilo, na nitarudisha kwanza kwa audience kabla sijarudi kwa mwalimu. Akijaribisha kuparaphrase, mwalimu wakati afundisha alitoa point yake moja hapo ya msisitizo kwamba afya yako ya kiroho ikiwa nzuri, basi tutaiona katika afya yako ya mwili. Moja swali anasema kwamba kuna watu ambao hawamjui Mungu kabisa, lakini ukimwangalia afya yake maridadi. Je, inakuwaje hapo?
Angalia simu yako, utabonyeza alama nyota nambari 6, utakuwa hewani dakika 3. Tutakupa ujaribisha kuchangia ama kujibu hilo swali. Inakuwaje mtu ambaye si wa Mungu, hamjui Mungu, lakini afya yake nzuri? Na katika somo tumeambiwa kwamba afya yako ya kiroho ndio inayotrigger mwili wako kuwa katika hali nzuri. Karibu, bonyeza alama nyota nambari 6, jina la kwanza. Karibu, tuendelee. Houston, nakuona. Dada Josephine, karibu. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Yeah, mimi sio najibu, naongezea B hilo swali la Pastor Mangesho. Nilikuwa natamani niweke B yake ili anayejibu ajibu yote. Yeye ameongea kwamba inakuwaje watu ambao hawajui Mungu afya zao za kiroho tunashukuru kwamba sio nzuri, lakini wana afya nzuri kimwili. Lakini vice versa yake pia kuna watu wanaomjua Mungu lakini afya zao za kiroho unakuta ni ngumu, ni mbaya. Na mfano mzuri, kuna mtu ambaye namjua alikuwa anaitwa Nabii. Sasa hivi ameshatangulia mbinguni, kama watu walishe kusoma habari yake. Tena huyo alikuwa ni Muislamu, akaamua kabisa kumkiri Yesu, akaokoka kwa kuhubiri Kristo hasa hadi familia ikamtenga. Yaani, lakini hata kusikia maombi yake unajua kweli huyo ameitwa, lakini akashambuliwa afya ya mwili. Akaja from nowhere akapata kansa ya tumbo, waliomba kanisa, walifunga, naye mwenyewe anamsihi Mungu kwa sababu ndio kwanza alikuwa anaanza kumtumikia. Lakini afya ya mwili iliharibika kabisa mpaka anaondoka. Lakini wakati wa afya yake ya mwili ya roho alikuwa ameshatengeneza na imekuwa nzuri. Sasa hapo inakuwaje? Ndio hilo swali la kwanza. Na kweli nilimsikiza kwa makini pale aliposema kwamba ukiwa na afya nzuri ya kiroho mwili wako unakuwa nzuri. Amen. Sana Joseph kutoka pale Houston. Imekuwa part 2 hapo, kwa hiyo tutakapokuwa tunajibu ama kuchangia tukumbuke hilo. Sehemu ya kwanza ya swali kutoka pale Oklahoma linasema kwamba inakuwaje mtu asiyemjua Mungu lakini afya yake nzuri kweli kweli. And then alioingia kuongeza part B, na nikasema kama ni swali naweza kujitegemea hili. Amesema wako vipi kwa mtu ambaye anamjua na kumkiri Yesu lakini afya yake mgogoro, inakuwaje? Hebu tujaribishe kuchangia hapo. Na unapokuwa unachangia, kama unachangia yote ni sawa, kama unachangia moja hapo basi taarifa kwamba unachangia moja hapo. Amen, amen. Karibu, nimekusikia dada Sofia. Amen. Kwanza na mimi nisiwe nyuma na wengine, napenda nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Kipipi. Somo umeanza vizuri sana, nadhani tutakuwa na matunda mazuri. Lakini nina challenge kidogo kwa Mangesho na Josephine, lakini pia kabla sija challenge hicho, naomba kwanza tusome Yeremia 17:8. Alafu wakati mtu kabla anatafuta hilo andiko alisome, nataka ni kuulize kwanza kaka Mangesho au Josephine, yani mnampimaje mtu mwenye afya mbaya ya rohoni? Yani unampimaje, yani mmemtazamaje kuwa huyu ana afya mbaya rohoni lakini mwilini ana afya njema? Sasa hivi tusome kwanza Yeremia 17 mstari wa 19. Kama mtu amepata, ngoja nifungue hapa. Baadhi uko tayari? Yeah, 17:8. Karibu. 17:9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Amen. Endelea 10. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Exactly, ndio pointi zangu ilikuwa hapo. Sasa kama mtu hata labda unavyoweka swali vizuri da Sofia, naomba turudishe swali katika kipindi badala ya kwenda moja kwa moja kwa mtumishi Mangesho ama dada yangu Josephine. Tuseme hivi, inakuwaje mtu tunaweza tukasema kwamba afya yake, tuendelee ili watu wengine nao wapate nafasi ya kuchangia. Tuko 60 hapa. Yes, amen. Sasa swali langu ni kwamba Bwana asifiwe. Nitakuja mtumishi, ngoja alike vizuri swali lake. Tutakuja kwako. Kwanza hata sijajibu swali kaka Mangesho. Swali yangu ni kwamba iko hivi. Tunawezaje sasa kumhukumu nadhani mtu ya kwamba huyu kiroho yuko vizuri lakini afya yake mbaya?
huyu kiroho yuko vibaya lakini afya yake nzuri. Umetumia mzani gani? Kwa sababu moyo ni siri ya mtu na Mungu. Lakini pia Biblia inatuambia ni unadanganya. Unaweza ukasema kwa nina kiroho niko vizuri lakini iko vile. Sasa tumewezaje yani mmetumia kigezo gani cha kusema huyu rohoni alikuwa yuko vizuri lakini mwilini amekuwa vile? Lakini ukisoma hii 10 Yeremia anasema ya kwamba anasema yeye Mungu Mungu mwenyewe anasema anauchunguza moyo, anavijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Kwa hiyo unaweza kumuona pengine mtu yuko vizuri, wewe unamtazama pengine kiroho, lakini Mungu akimwangalia anaona kuna mahali amekwenda vibaya. Au mtu unaweza kumuona pengine kiroho yuko vibaya, lakini Mungu akimwangalia anamuona yuko vizuri. Sasa sijajua hapa watumishi wa Mungu wametumia kigezo gani cha kwamba huyu alikuwa kiroho vizuri lakini alipata hili, na huyu alikuwa kiroho vibaya lakini anapata hili. Au watu wa kanisani wana kiroho kizuri lakini wanapata na magonjwa. Kigezo ni nini? Lakini katika kigezo hicho pia tukumbuke ya kwamba Mungu ni wa rehema. Anaweza akarejesha afya ya mtu yoyote kwa wakati wowote. Unaona? Sasa sijui nisaidiwe hapo. Amen. Asante sana. Amen. Karibu mtumishi Mwengesho kwa dakika 3. Amen, asante Kadieli, na nashukuru sana dada Sofia, umeleta point nzuri sana. Na alikuwa ni kama umeelekeza kwetu kwamba tutajuaje. Kuna mstari ambao unasema kwamba mtawafahamu kwa matendo yao. Unaona? Na kuna mstari mwingine unasema kwamba ujazavyo roho ya mtu mdomo unasema. Kuna wakati mwingine utajua vitu ambavyo viko ndani ya moyo wa mtu kutokana na matendo yake ya nje. Sasa, is it always correct? Hapana. Unaona? Kwa hiyo katika kujibu swali lako, kuna wakati mwingine unaweza ukagauge huyu mtu maisha yake alivyo. Unaweza ukagauge moyo wake ulivyo kutokana na matunda unayoyaona kwa huku nje. Sio kwa hukumu. Sasa sababu kwamba mtafahamu nini kwa matunda yao. Kuna mstari mwingine tunasema kwamba hao ni kama like tombstone, kama kaburi ambalo nje limepambwa vizuri lakini ndani limejaa hivyo. Unaona? Kwa hiyo nadhani ndicho kigezo ambacho nakitumia, lakini sio kwamba tunamhukumu mtu au kama hivyo. Kuna watu wengine ambao outright unaona kabisa kwamba yani matendo yao unaona kabisa yani huyo mtu hampiki mtu wake vizuri, anampiga mtu wake, unaona kabisa matendo yake. Kwa hiyo kama ni kigezo ndio hicho, labda huo mstari hiyo point hapo katika kabisa la Sofia. Amen. Naomba niongeze tena kidogo hapo kaka Jerry kabla sijasahau point ili na pengine wapate kujibu. Tuna mfano hai kabisa kwenye Biblia, Ayubu, na Mungu alijivunia Ayubu. Kama mtu anaofahamu mstari anaweza akausoma, mtu anisaidie. Mungu alijivunia Ayubu kabisa. Sijai kuna sehemu yote Mungu anatamba, anapiga kifua ya kwamba nampenda mtumishi wangu, ni mwelekevu, ni mwadilifu. Unaona? Lakini hebu wote tunajua mambo aliyopitia Ayubu. Sasa unaweza ukasema ya kwamba afya yake kiroho alikuwa weak mpaka Mungu anajivunia? Amen. Tunapokumbuka kuhusu kisa cha Ayubu, ile ilikuwa ni direction, right? Mungu alikuwa anaongea na Shetani, kamba unamlinda, sasa basi nenda kamtende. Kwa katika mfano huo, nafikiri tunaweza tukamaliza kiurahisi kwamba at least kwenye hile tulifahamu kwamba alishambuliwa, lakini ilikuwa Mungu mwenyewe yuko involved katika equation. Sasa katika maswali ya leo, katika somo la leo, sehemu ya kwanza katika maswali mawili yaliyotangulia, tumefahamu kutokana na somo kwamba mwalimu amesema kwamba ukiwa vizuri kiroho tutaona katika mwili. Swali la kwanza likasema kwamba inakuwaje mtu asiyemjua Mungu kabisa lakini afya yake nzuri. Na swali la pili likasema vipi mtu ambaye yuko vizuri kiroho lakini afya yake ni mgogoro. Kwa Ayubu tunaweza tukamondoa kirahisi kabisa, kwa sababu kama nilivyosema awali, yeye tunafahamu kwa nini alipata tatizo la kiafya. Hapana kaka Jerry, kwa sababu huo ni mfano hai kabisa. Kwa hiyo inaweza kuona mtumishi wa Mungu Jerry afya yako ni mbaya lakini Mungu anajivunia wewe. Lakini sikuwa conversation ile kati ya Shetani na Mungu. Kwa tunafahamu, hatu guess kwamba kwa nini katika haya maswali hapa. Ukifuata logic utaona kwamba hatujui
kwamba kwa nini fulani anaumwa katika swali la. Amen. Karibu na mesa. Amina. Katika hilo naomba niweze kutetea kidogo. Kwa mfano aliotoa dada Sofia wa Ayubu, kwamba unasema kwamba Mungu alisema na Ayubu akaruhusu, na tunajua kabisa sisi wanadamu wote hakuna jambo lolote linalotokea ndani yetu kama Mungu hajaruhusu. Kwa the same way alivyoruhusu shetani kujaribu Ayubu, the same way Mungu anaruhusu shetani kutujaribu kwa namna tofauti sisi wenyewe. Kwa hiyo I can say kwamba yes is right, kwamba the way method iliyotumika kwa Ayubu inatumika kwetu sisi. Ila ninachotaka kusema na kuongezea kwamba katika Waefeso, nafikiri kwa sababu nilikuwa naendesha kwa sikuweza kutafuta, katika Waefeso maneno ya Mungu yanatuambia kwamba ni neema. Naweza kusema kwamba ni neema ya Mungu. Haijalishi kwamba wewe uko mzuri kiroho au wewe uko, kwa mfano huo hata uliotoa Ayubu, haijalishi, lakini ni neema ya Mungu, kwamba Mungu katika neema yako, maneno ya Mungu yanatuambia si kwa matendo yetu. Kwa sababu sometimes tuna base sana katika matendo, ndio tunajikuta tumejikwaza au tumekwazika, kwamba mimi natenda haki, nakaa vizuri, ninasoma neno, najitahidi kuwa mtakatifu, lakini kwa nini haya yananipata? Tujue kwamba si kwa sababu labda unatenda dhambi au kwa sababu unatenda dhambi, ni kwa neema ya Mungu. Na maana yeye ndio anaruhusu au anaamuru vitu vitokee, si kwa sababu una afya njema katika roho au si kwa sababu una afya njema katika mwili. Ni Mungu mwenyewe anayeruhusu vitu vyote viweze kutokea. Na mara nyingi hata walipouliza kwamba huyu mtoto mdogo amezaliwa na amekufa, ni mama alikuwa na dhambi au mtoto alikuwa na dhambi? Mungu akasema vingine vinatokea ili mimi nijitukuze, kama Ayubu jitukuze, na vingine vinatokea ili Mungu ajitukuze. Amen. Pause hapo, nirudi kama Mamaro. Naona Mamaro alikuwa amenyosha mkono pale, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nataka nichangie hiyo pointi kidogo ya Ayubu, ambayo nadhani hiyo ilikuwa kama ulivyosema Pastor Jerry, ile ni Mungu aliruhusu purposely, ambayo yani kulikuwa na debate ambayo iko kati yake na shetani, lakini Mungu akairuhusu ili ajitukuzie na ajivunie Ayubu. Kuna cases ambazo ziliachwa, kwa mfano ile ya Lazaro. Yesu anasema hii ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu ajulikane huko. Ziko cases za aina hiyo. Lakini sasa ya Ayubu, kutokana na maswali na mfumo ulivyo, ukileta hapo, na kwangu mimi naona kama imenichemkia kidogo. Asante sana. Lakini ile ni assignment ambayo Mungu aliruhusu. Amen. Najua muda unakimbia, lakini nitamruhusu mchungaji Kapivi kwa sababu mwalimu wa siku ya leo. Baada ya hii discussion, labda nikuweke vizuri, kwa sababu maswali yalikuwa matatu hapo. Yote yalikuwa katika afya na ya kiroho na ya kimwili. Ya kwanza, swali la kwanza sema kwamba kwa mtu asiyemjua Mungu lakini afya yake ya kimwili tunaona kabisa ni nzuri, inakuaje hapo? Nafikiri muuza swali hapa ataka kujua kwamba inawezekana labda ukawa huko vizuri nje lakini ndani haupo. Wa pili akasema kwamba inakuaje mtu ambaye yuko vizuri kiroho lakini afya yake ina mgogoro. And then muuliza swali wa mwisho alitwist kidogo, akasema kwamba hivi tunamjuaje kama mtu yuko vizuri kiroho ama tunamhukumu bila kujali kama afya yake tunaiona ama vipi, lakini utajuaje kama yuko vizuri kiroho? Karibu mchungaji Kapibi. Amen. Nashukuru sana kwanza kwa wote waliotoa majibu, kuchangia na kuweza kuuliza maswali. Mungu awabariki sana. Mambo yote yamekuwa mazuri, ndio maana ya Bible study. Kwa lazima tuchanganue huku na kule ili mambo yaweze kwenda vizuri sana. Sasa kwa sababu ya muda mimi nitajibu tu kwa ufupi, kwa sababu somo bado linaendelea. Kwa kuna mambo mengine tutayatazama mbele, ila siwezi kuacha hivyo kwa kuwa linaendelea. Nataka tu nijibu asiyemjua Mungu afya safi. Na mimi nilikuwa naandika kwamba kuna mtu ambaye anaonekana yuko vizuri kama alivyouliza mchungaji Mangesho, lakini afya yake inaonekana safi. Kama walininukuu vizuri ya brother Jelly, wakati nafundisha nilisema
afya sio kwenye ishu ya ugonjwa tu. Yaani watu wanapozungumza afya wao wanafikiri ni ile ishu naumwa kichwa, naumwa moyo, si naumwa nini. Hapana. Nilizungumzia kwamba hata kama kuna vitu vimemiss kwenye maisha yako, ni ugonjwa tayari, kwa sababu vile vitaleta mfadhaiko. Kwa hiyo yule mtu ambaye mnamuona kwamba afya yake iko safi, tunamtazama kwa mwili, lakini hatujakaa naye tukaongea naye. Kuna vitu haviko sawa. Aidha kwenye familia, ndoa ina shida, hakuna afya, ndio sema afya ya ndoa. Hawaelewani, shughuli zake ziko hovyo na vitu vya aina mbalimbali. Kwa kuna vitu ambavyo bado haviko sawa. Japo kwa kutembea anaonekana hajalala hospitalini, hana homa. Maana tunapozungumza afya watu wanazungumza kwenye ugonjwa tu kama ugonjwa. Hapana. Naomba twende zaidi ya hapo. Tunapozungumza afya, twende zaidi ya ugonjwa. Sawa. Kwa hiyo nitaka nizungumze hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, katika swali hilo naweza nikasema huyo mtu ambaye mnamuona yuko vizuri na hana Mungu ndani, tumpe muda. Ndio muda utakuja kutuambia baadaye kwamba itakuwaje. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa muda. Ni Mungu wa nyakati na majira. Ana namna anavyofanya mambo yake. Kwa tumpe muda, mnaweza mkaona kitakachotokea baada ya hapo. Hilo ni jambo la ngapi? La pili kwenye jibu hilo. Lakini jambo la C, A, B, C na jibu huyo mtu. Kama mnakumbuka nilivyosoma katika Waefeso ile sura ya kwanza na mstari wa 3 na 4. Ule mstari wa 4 anasema kama vile alivyotangulia kutuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu kuweko. Sasa hapo brother Jerry, naomba niwaongezee wasikilizaji wangu kwenye Bible study ya kwamba tunapozungumza haya mambo, naomba muelewe kwamba kuna upande ambao unamhusu Mungu mwenyewe. Yaani ndio ile inaitwa sovereignty God. Sasa tukija kwenye sovereignty God ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu ni unquestionable. Yaani huwezi kumuuliza. Yaani kuna vitu alivichagua mwenyewe. Yaani kuna vitu aliviamua kuvifanya mwenyewe kwa makusudi yake mwenyewe. Havihusiani kabisa na huu mfumo. Yaani kuna maisha ambayo yako kwenye kanuni na sheria, lakini kuna mengine kwa sababu ya Mungu mwenyewe yanavuka kanuni na sheria. Nitaka niweke hiyo C ili watu waelewe vizuri. Kwenye huyo mtu wa kwanza mwenye afya ambaye anaonekana hana Mungu, ana hayo mambo. Kwa hiyo inawezekana huyo mtu kuna kitu Mungu alimchagua. Kuna ile kwenye uchaguzi wa Mungu mwenyewe kwamba kuna watu aliwachagua kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Ana jambo lao na hao watu. Sasa jambo hilo sasa hatulijui. Kwa mujibu wa maandiko tunamwachia Mungu mwenyewe. Inawezekana ndio sababu yakaonekana yuko vizuri. Kuna kitu kinasubiriwa kwake. Sasa ninaweza nikajibu kwa namna hiyo. Halafu nakuja kwenye huyu mtakatifu. Nije kwenye swali la pili. Huyu mtakatifu ambaye ana shida. Yaani ni mtakatifu lakini afya sio nzuri. Na kuna dada amemtolea mfano mtu ambaye amekuwa mhubiri mkubwa sana na kadhalika na kadhalika. Nadhani watumishi wa Mungu hili liko wazi. Sidhani kama ni geni kwetu. Ni kwamba wale ambao tunakuwa ndani ya Mungu tunapata mashambulizi mengi. Yaani vita vya aliye na Mungu ni vikali kuliko vya asiye Mungu. Amen. Kwa hiyo muielewe. Sasa huyo mtu alikuwa anashambuliwa, ndio anasema kwamba vita vyetu si damu na nyama. Alikuwa anaeleza kwa nini anashambuliwa. Ule ufalme aliyoutoka haujafurahi, hawezi kumwacha salama, kwa lazima ashambuliwe sana. Kwa kuna wengine wako ni watakatifu sana, lakini si kwamba ile afya inasababishwa labda na ile kanuni, ule mfumo wa rohoni nilikuwa nikiuzungumza. Ni mashambulizi ya nje. Yanatoka nje kumshambulia huyo mtakatifu. Sawa. Sasa wataniuliza swali, sasa kwa nini Mungu asimlinde? Maana hiyo maswali nayo yataongezeka baadaye. Lazima muelewe pia ndugu zanguni, nitazungumza wiki inayokuja ya kwamba kila jambo pia liko kwa sababu maalum. Yaani niwe mtakatifu, naomba uelewe, nisiwe mtakatifu, lazima ujue kwamba finally nitakufa. Sasa nitakufaje? Kila mtu na njia yake ya kufa. Hilo nao naomba mulielewe pia. Halafu nije kwenye swali lile
la nini la mwisho, kwamba utamjuaje au utamjajije mtu. Hatuwezi kumjaji mtu kwa namna yoyote ile. Yaani hiyo issue ni ya Mungu mwenyewe peke yake. Na kama nilivyozungumza kwamba kuna upande wa Mungu, pati ya Mungu mwenyewe. Hiyo ni ya Mungu mwenyewe peke yake. Yaani ndiye anayejua kwamba huyu ni mtakatifu, huyu sio mtakatifu, na haya yamekujaje. Ila sisi kwa sehemu tu tunayaona, kama nilivyosema mchungaji Mwangesho, kwamba kwa matendo tunaweza kuyaona matendo tukashuhudia, lakini ni yale matendo ambayo tumeyaona. Kuna matendo ya sirini ambayo hakuna mtu aweze kuyaona. Daudi aliomba toba akasema, Mungu unisamehe na mambo ya siri, unitakase na mambo ya nini ya siri. Si kama huwa tunaombaga hiyo tukiwa peke yetu, pia na sisi kuna mambo ya sirini ambayo ni ngumu kuyaweka nje na ni ngumu kuonekana hata barabarani, kwa sababu huwa yanafanyika vyumbani. Kwa hiyo swala linabaki kuwa la Mungu mwenyewe. Basi mimi niishie hapo, brother Jerry, kuyajibu hayo maswali matatu, na Mungu awabariki sana. Amen. Amen, amen, amen. Sasa mtumishi, katika majibu aliweza kuyatoa, na kama tumemsikia vizuri kabisa, amesema kwamba mwisho wa siku ni swala la muda, tutajua tu. Na sisi katika studio tunaangalia muda wetu hapo, tunasema kwamba kwa kweli kwa siku ya leo muda umefika kuweza kuweka nukta kwa siku ya leo. Nianze kumshukuru tena mtumishi wa Mungu mchungaji John Kapipi. Sehemu ya kwanza ya kipindi hii, kama ulivyosema mara kadhaa umemsikia, kwamba tutakuwa tuna sehemu ya pili next week, muda na wakati kama wa leo. Kalenda yako itakwambia itakuwa tarehe 8 kwa sisi kule Marekani, 9 alfajiri, saa 9 alfajiri tarehe 9 kule nyumbani East Africa. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu, lakini kabla tujatawanyika, basi kama kawaida nitamkaribisha kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Absom Nasua. Atatoa nasaha zake, atatongoza katika declaration yetu. Nafikiri itakuwa ni mpya hii ya mwezi wa 5 ya Outreach Ministry. Atatoaisha kipindi kwa sala ya jioni vile vile. Dr. Nasua, karibu. Asante sana mtumishi wa Mungu brother Jerry, nami nichukue nafasi hii kushukuru kwanza dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, wewe mwenyewe brother Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan Mfuru kwa kazi kubwa nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana. Jambo la pili, shukuru sana mchungaji wetu John Kapipi kwa kutuongoza vizuri sana katika somo hili ambalo limekuja siku ya leo na litaendelea kwa wiki inayokuja. Mungu akubariki sana mchungaji kwa kazi nzuri. Amen, amen, amen. Tubarikiwe wote baba. Amen. Na mwisho, nashukuru watu wote walioweza kuuliza maswali na walioweza kuchangia, wote kwa pamoja. Mungu awabariki sana sana. Amen. Amen, 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 amen. Basi tutakwenda kwenye declaration yetu ya leo, na ningeomba Pastor Mangesho au Mwalimu Sofia atuongoze kwenye declaration kwa sekunde kama 30 hivi, alafu nitakuja kutoa baraka za mwisho. Karibu katibu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tunasimama kwanza, tunaombea uchumi wa Marekani mwezi huu, na declaration yetu inasema tunapinga kuharibika kwa uchumi wa Marekani. Tunakataa, tunavunja limitations zote zinazoukabili uchumi wa Marekani. Lakini pia tunasimama na neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Lakini kwenye declaration tutasoma kile kipengele C ambacho kinasema nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Basi twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni mwingi wa rehema. Tunakuja mbele zako sasa, tunapinga kabisa kuharibika kwa uchumi wa nchi ya Marekani, state ya Florida, uchumi wa familia zetu, uchumi wa watu wanaotuzunguka, uchumi wa jamii zinazotuzunguka. Bwana, tunakataa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tunakomboa uchumi, tunalifungua katika jina la Yesu, familia yangu na mimi
mwenyewe na watu wote katika madhabahu, katika jina la Yesu tunapinga kabisa katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu hakika Baba utautengeneza uchumi wetu na utarudi kuwa mzuri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, awalinde, awatunze na awafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako kwa tuongoza katika declaration yetu ya outreach kwa mwezi huu wa 5, siku ya kwanza tukitamka, na vile vile kwa kutoesha kipindi kwa sala ya jioni. Dawati tupo nafasi kwa shukuru wote kwa kuweza kuwa pamoja nasi kuanza mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo, sehemu ya kwanza ya somo letu kubwa zuri la kusisimua kabisa la afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Kipekee tukumshukuru mtumishi wa Mungu, mkufunzi wa somo hili, mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania, kwa kuamka alfajiri wake kule saa 9 alfajiri na kuweza kuwa pamoja nasi katika sehemu hii ya kwanza, tukiamini Mungu kutoka katika sehemu ya pili wiki ijayo. Kipekee basi nachukua nafasi kwa shukuru ambao pata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa siku leo. Mchungaji Mangesho kutoka Tulsa, Oklahoma, dadangu Josephine K kutoka pale Houston, mwalimu Sofia wa Florida, dada Mese wa Connecticut, mama Maro kutoka pale Wichita, Kansas, of course, na mchungaji Kapipi katika yale ambayo aliweza kuyajibu kwa siku ya leo. Na tuchukua nafasi hiyo kutambua pamoja watumishi wachungaji ambao wanaona katika line. Nimepata nafasi ya kumsikia Dr. Nasua, lakini vile namuona mchungaji Mwasambungu, namuona mchungaji Janet Mtashobia, na kuona mwalimu Olivia Andrew pale Jezi, mwalimu Glory Show pale Arusha, mwalimu mama Maro msikia katika akichangia swali lake lile, na mchungaji Ruela vile katika namuona. Asanteni sana. Basi kuisha kipindi hiki mwezi vipindi vingine vinavyojiia kwa sana makanisa moja tutakuwa hewani wiki ijayo katika sehemu ya pili, itakuwa tarehe 8 huko Marekani, 9 East Africa. Prayer itakuwa hewani kama kawaida saa 12 asubuhi katika namba yetu ile ya prayer. Kwa niaba ya waratibu wote wa dawati zima hili la Umoja Church Bible Study, da Priska Mgamshana, dada Hilda Biabato Kadhi, brother Jimmy Msemo, brother Allen Mfuru, naitwa Jerry Mkonyo, tukautema na Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.